Mambo vipi mwana michezo ambayo unanifuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Ava TV. Naitwa Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Ulvin Trends. Basi na nichukue fursa hii kukukaribisha kwenye exclusive za Ava TV, lakini pia updates mbalimbali kuhusiana na masuala ya michezo pamoja na burudani. Hapa kuna mambo mengi kweli kweli, matukio kwenye press huko, lakini pia mechi mbalimbali. Hapa ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kupata matukio. Sasa kabla ya kufunga mwaka 2025 katika kumbukumbu ni kwamba tulishuhudia pambano ambalo lilihusisha bondia kutoka Tanzania na bondia kutokea nchini Nigeria, Stanley Eribo pamoja na Hassan Mwakinyo, ambapo katika pambano lile Hassan Mwakinyo aliweza kuibuka mshindi kwa kumpiga mpinzani wake katika raundi ya pili tu, akimpiga ngumi nzito ambayo ilifanya mpinzani kushindwa kuendelea na pambano. Yakazungumzwa mengi kwamba hivi na vile, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza, kupitia mtandao ambao unatambulika na mtandao wa ngumi duniani, BoxRec imemtaja bondia Hassan Mwakinyo mara baada ya lile pambano na Eribo kuwa ndiye bondia nambari 1 Afrika katika mapambano ambayo yamepiganwa hivi karibuni. Sasa nikupitisha kidogo kwenye taarifa kwa zaidi namna ambavyo Hassan Mwakinyo amekaa pale juu akiwaongoza akina Twaha Kiduku, akina Mfaume akiwa na jumla ya nyota 3.5. Bondia Hassan Mwakinyo amerejea kwenye orodha ya viwango vya mabondia wanaotambulika na mtandao wa ngumi duniani BoxRec. Ikumbukwe Disemba 26, 2025, Mwakinyo alicheza pambano la kimataifa lisilo na ubingwa dhidi ya bondia Nigeria Stanley Eribo na kushinda kwa KO raundi ya pili. Baada ya matokeo ya pambano hilo kuingizwa kwenye mtandao huo wa BoxRec, hatimaye Mwakinyo ameshika nafasi ya kwanza kwa ubora nchini Tanzania katika mabondia wote wa uzani wake wa mido. Mwakinyo ni namba 1 katika uzani wa kati ya mabondia 33 na duniani pia ni wa 37 kati ya 1950 pia. Licha ya kukaa mwaka mzima bila kupigana na kusababisha kutolewa kwenye orodha ya mabondia ambao wanacheza mapambano ya ngumi za kulipwa na mtandao huo hadi akawekwa inactive na kukosa nafasi yoyote na kuvuliwa nyota zote, lakini Mwakinyo amerudi kwa kishindo na kupata nyota 3.5. Kwa upande wa orodha ya jumla mabondia bora nchini Tanzania, Mwakinyo ameshika nafasi ya pili nyuma ya bondia chipukizi Salmin Kasim, huku mpinzani wake Twaha Kiduku akishika nafasi ya 27 akiwa na nyota 2. Mwaka 2025 Mwakinyo alicheza pambano moja pekee ambalo ndilo limemrudisha kwenye ubora huo, lakini hasimu wake Twaha Kiduku amecheza mapambano mawili na kushikilia nafasi ya 27. Kwa upande wa Mfaume aliyecheza pambano moja mwaka 2025 ameshika nafasi ya 127 akiwa na nyota 1 katika orodha ya jumla ya mabondia bora wa Tanzania ambao bado wapo kwenye game. Itoshe kusema kuna namna Mwakinyo anawazidi mabondia wa Tanzania kwenye ufahamu wa mchezo wa ngumi na kutambua malengo binafsi na sio kucheza mapambano mengi yasiyo na msingi. Maendeleo hayana chama, ni vyema mabondia wa Tanzania na wasimamizi wao waende kwa Mwakinyo awape elimu ya biashara ngumi namna ambavyo inatakiwa iwe. Unaweza ukaona hapo licha ya kwamba Mwakinyo amepambana pambano moja, lakini baada ya pambano hilo amepanda katika nafasi zile za juu kabisa akiwa na jumla nyota 3.5, huku Twaha Kiduku ambaye alipigana mapigano mawili mwaka 2025 akiwa na jumla ya nyota 2 pekee. Hiyo ndio ambayo ameiandika mtaalamu kabisa wa ngumi kuhusiana na taarifa hiyo ya Mwakinyo kuwa nambari 1 kwa Tanzania. Sasa nikusomee listi kuanzia namba 1 mpaka 19 kwa mabondia ambao wanafanya vizuri kwenye
kiwanda hiko cha ngumi kwa nchi ya Tanzania. Namba 1 yupo Hassan Mwakinyo akiwa na jumla ya nyota 3.5. Nambari 2 Richard Mtangi akiwa na nyota 3. Namba 3 Amiri Rashid Matumla akiwa na jumla ya nyota 2. Alafu nambari 4 ni Ramadhani Mkwakwate akiwa na jumla ya nyota 2. Namba 5 ni Lupakisyo Shoti akiwa na jumla ya nyota 2, huku Pius Mpenda akiwa na jumla ya nyota 1.5. Namba 7 Kudra Jumanne nyota 1.5. Namba 8 Leonard Deogracias nyota 1.5. Namba 9 ni Mfaume ambaye ana nyota 1. Namba 10 ni Isa Manyanza nyota 1. 11 Shabani Ali Ndaro nyota 1. Namba 12 Benjamin Mchunguzi nyota 1. Namba 13 ni Adil Mwakyusa akiwa na nyota 1. Namba 14 ni Mberwa Amos akiwa na nusu nyota. Namba 15 ni Shafi Idrisa akiwa na nusu nyota. Namba 16 ni Kelvin Masanja naye pia akiwa na nusu nyota, na 17 ni Michael Kaliaria akiwa naye na nyota nusu. Alafu Aziz Rashid nafasi ya 18 akiwa na nyota nusu. 19 ni Frank Kawilo akiwa na nyota nusu. Unaweza kuona namna ambavyo kama alivyoandika mdau mkubwa wa soka Dauka Somba kwamba licha ya kwamba hajapigana muda mrefu, lakini pambano moja tu limempa tiketi hiyo ya kwenda kushika kwenye nafasi ya kwanza na kuburuza mabondia wengine kutoka nchini Tanzania. Na jambo kubwa ambalo linazungumzwa ni pambano la Hassan Mwakinyo dhidi ya Twaha Kiduku, ambalo pengine kuna dalili njema baada ya miaka mingi watu kutamani kuliona pambano hilo likitokea. Tumeona namna ambavyo Meja Semunyo akilizungumzia kwamba pengine kabla ya pambano hilo la Mwakinyo pamoja na Twaha Kiduku litaanza kuonekana pambano lingine la Twaha Kiduku kama ambavyo limeonekana la Mwakinyo, alafu ndio tuje tulione lile pambano kubwa ambalo ni la Hassan Mwakinyo pamoja na Twaha Kiduku. Na imani wewe ambaye ni mdau wa masumbwi utakuwa unaungana na mimi kwamba hili pambano litokee, maana imekuwa ni muda mrefu wa Tanzania lakini pia wapenda ngumi kulitamani kulishuhudia. Mimi naitwa Latifa Nafi, nyuma ya kamera ni Ulvin Trends. Hii ni Ava TV. Tufuatilie tu kwenye mitandao yetu ya kijamii ili kupata habari bora za kimichezo pamoja na burudani.